Moja kati ya ripoti tulizokuwa nazo, tunaangalia safari ngumu ya amani kati ya Wahouthi na Saudi Arabia. Kulingana na gazeti la Axios, mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman amemwomba rais wa Marekani Donald Trump kuunga mkono uwezekano wa kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya Wahouthi wa Yemen baada ya kuzuka kwa tuhuma kwamba ndege ya Iran ilijaribu kusafirisha silaha na wataalamu wa kijeshi kwenda kwa kundi hilo kupita uwanja wa ndege wa Sanaa. Ripoti hiyo imeeleza kuwa uwanja huo wa ndege ulishambuliwa kwa mabomu, huku Wahouthi wakijibu kwa kushambulia uwanja wa ndege wa Aba nchini Saudi Arabia. Matukio haya yameibua maswali kuhusu mustakabali usitishaji huo wa mapigano na uwezekano wa hali ya usalama kuzorota kwa mara nyingine. Kundi la wapiganaji wa Kihouthi linalojulikana pia kama Ansarullah lina mzizi wake katika mkoa wa Saada kaskazini mwa Yemen. Kundi hilo lilianzishwa na Hussein Badruddin al-Houthi, mwana wa mwanazuoni mashuhuri wa madhehebu ya Zaidi Badruddin al-Houthi. Katika miaka ya 1970 na mwaka 1980, Badruddin al-Houthi alijitokeza kama mpinzani mkubwa wa itikadi ya Kisalafi, akipinga kile ambacho Wahouthi walikitaja wakati huo kuwa ni kuenea kwa Uwahabi wa Saudia nchini Yemen. Mujibu wa simulizi za Wahouthi, msimamo huo ulimfanya akabiliwe na shinikizo na mateso ya kisiasa. Wakati ilipoanzishwa mwanzoni mwa miaka 1990, wakina Hussein Badruddin al-Houthi walipoingia katika siasa na kuanzisha chama cha upinzani cha Al-Haq, kiliwajumuisha viongozi wa kisiasa wa kidini. Lakini pia katika uchaguzi wa bunge wa mwaka 1993, Hussein al-Houthi alichaguliwa kuwa mbunge wa kuwakilisha mkoa wa Saada kupitia chama hicho. Operesheni iliyopewa jina la Operation Decisive Storm mwaka 2015 haikuwa mapambano ya kwanza ya kijeshi kati ya Saudia na kundi la Wahouthi linalojulikana kama Ansarullah. Mwezi Novemba 5 mwaka 2009, wapiganaji wa kundi hilo waliingia katika kijiji cha mpakani cha Al-Khoba kilichopo katika eneo la Jazan nchini Saudi Arabia kama sehemu ya jaribio la kudhibiti mlima Dukhan kwa kile kilichojulikana kama vita vya sita kati ya Wahouthi na serikali ya Yemen inayoongozwa na aliyekuwa Rais Ali Abdullah Saleh. Saudia ilijibu kwa kufanya mashambulizi ya anga dhidi ya mamia ya wapiganaji wa Kihouthi waliokuwa wameshambulia walinzi wao wa mpakani. Siku tatu baadaye, Saudi Arabia ilitangaza kuwa imerejesha udhibiti wa mlima Dukhan. Mapigano yaliendelea hadi mwezi Februari mwaka 2010. Baada ya kipindi hicho, Riyadh ilianza kuona Wahouthi kama tishio linaloweza kuhatarisha usalama katika mpaka wake. Mwaka 2001, Yemen ilishuhudia maandamano makubwa ya wananchi kama sehemu ya matukio ya Arab Spring ambayo yalimalizika kwa kujiuzuru kwa Rais Ali Abdullah Saleh mwezi Februari mwaka 2012 chini ya mpango wa nchi za Ghuba. Mpango huo ulielekeza kufanyika kwa uhamisho wa madaraka kwa njia ya amani kwenda kwa makamu wake Abdi Rabbuh Mansur hadi kuundwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa, pamoja na kumpa Saleh kinga dhidi ya mashtaka kwa sharti la yeye kuachia madaraka. Wahouthi walitumia udhaifu wa serikali na msukosuko wa kisiasa kupanua ushawishi wao wa kijeshi na kisiasa kaskazini mwa Yemen. Hatimaye walitoa udhibiti wa mji mkuu Sanaa mwezi Septemba mwaka 2014. Baada ya Rais Abdi Rabbuh Mansur hadi kukimbia Saudi Arabia, Riyadh ilianzisha operesheni ya Decisive Storm mwezi Machi mwaka 2015 kiongozwa na muungano wa nchi za Kiarabu kwa lengo la kuiunga mkono serikali ya Yemen. Mwanamfalme Mohammed bin Salman, ambaye wakati huo alikuwa waziri wa ulinzi, alisimamia operesheni hizo za kijeshi. Pakistan ilijadili uwezekano wa kushiriki katika muungano huo mwanzoni, lakini bunge lake lilipiga kura mwezi Aprili 2015 na kuamua nchi hiyo ibaki katika msimamo wa kutofungamana na upande wowote. Kipindi hicho cha vita, Wahouthi walitumia makombora ya masafa marefu na ndege zisizokuwa na rubani kushambulia viwanja vya ndege, miundombinu ya mafuta na miji ya mpakani ndani ya Saudi Arabia. Mashambulizi yaliyolenga vichwa vya habari zaidi ni lile lililolenga vituo vya Aramco katika Abqaiq na Khurais mwezi Septemba mwaka 2019. Katika kipindi cha vita, wasiwasi mkuu wa Saudi Arabia ulikuwa uwezekano wa Wahouthi kuwa na nguvu ya kudumu na ya kijeshi katika mpaka wake wa kusini na kuongezeka kwa uwezo wao wa kutumia makombora. Matumizi ya Wahouthi na Iran kama chombo cha kuongeza shinikizo la kikanda pamoja na tishio kwa usalama na usafiri wa majini katika Bahari Nyekundu na mlango wa bahari wa Bab al-Mandeb. Kulikuwa na maridhiano kati ya Saudi Arabia na Iran yaliyokuja kupelekea maridhiano ya wapiganaji wa Kihouthi na Saudi Arabia. Baada ya usitishaji mapigano, Saudi Arabia na Iran zilirejesha uhusiano wao wa kidiplomasia kupitia upatanishi wa China mwezi Mei mwaka 2023. Riyadh ilifanya mazungumzo ya moja kwa moja na Wahouthi katika juhudi za kufikia makubaliano ya kudumu ya amani.
Septemba 2023 ujumbe wa Houthi ulifika Riyadh katika ziara ya kwanza ya wazi ya aina hiyo tangu kuanza kwa vita. Mazungumzo hayo yalisimamiwa na wapatanishi wa Oman, yalidumu kwa siku 5 na kuzaa makubaliano ya kumaliza mgogoro huo. Hata hivyo, makabiliano na matukio ya mashambulizi katika viwanja vya ndege vya Sanaa na Aba yameleta tena mjadala kuhusu kile kinachoweza kuitwa udhaifu wa usitishaji wa mapigano ambao umedumu tangu mwaka 2002. Hii ndiyo hali ambayo wakati huu wachambuzi wanajadili, je, wataweza kuelewana tena, huku ikizingatiwa kwamba upande wa kwanza, kwa maana upande wa Iran, wanaendelea na mapambano na Marekani ambayo ipo upande wa pili ya ushirika na Saudi Arabia, na hivyo kuna uwezekano mdogo sana wa kurejea katika maelewano mengine, na safari imekuwa ngumu kati ya Wahouthi na Saudi Arabia. Endelea kutufuatilia na wewe una nafasi ya kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Naitwa Damu Hussein.